Uhali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa 92.5 Mjini FM, kama ambapo utakuwa na kumbukumbu mnamo tarehe 6 Agosti mwaka huu 2024, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi alifika hapa katika eneo la Maruhubi na ofisi za ZBS kwa ajili ya kufungua kituo hichi cha upimaji wa magari maarufu kama One Stop Center. Na leo hii tupo Mjini FM kwa ajili ya kuzungumza na taasisi mbalimbali zinazoshirikiana na ZBS kwa ajili ya kufanya kazi na kuwahudumia wananchi wake, ikiwemo ZRA, ZIC, lakini pia na PBZ E-Class. Langu jina ni Shinuna Muhammad, lakini nyuma ya kamera niko na Sultan Khalifa. Kwa jina naitwa Amur Rajab Salum, ni mkaguzi katika eneo la vyombo vya moto ZBS Maruhubi. Katika eneo letu hili lina ujumuisho wa ofisi takriban 4 ambazo zinatarajiwa kuja kukaa hapa pamoja ili kuhakikisha zoezi la ukaguzi wa vyombo vya moto na usajili linamalizika katika sehemu moja. Katika sehemu letu hizi hapa sisi tunafanya initial inspection, ambapo chombo kinapotoka bandarini kinatakiwa kifike hapa katika eneo letu la ukaguzi. Baada ya kumaliza taratibu za ukaguzi, tuna kiawadi certificate, na tukikipa certificate kinakwenda katika taasisi nyingine kwa ajili ya kuendelea na process za usajili wa chombo hicho. Miongoni mwa taasisi ambazo zinapatikana katika eneo letu hili ni ZRA, ambao wao ni wadau wakubwa katika process za usajili chombo, ambacho baada tu ya kumaliza taratibu zetu sisi hapa za ukaguzi, mhusika ama ni agenti anaenda kusajiliwa chombo chake pale ZRA ili kuweza kupewa kadi ya umiliki na vibati vya plate number anamaanisha. Hivyo basi kwa zoezi litakapomaliza ZRA, na kuna taasisi nyingine ambayo ipo ya serikali ni bima ZIC. Baada ya kumaliza ile process wanatakiwa ingie katika taasisi ya bima ili kuhakikisha chombo chake anakatia bima kwa ajili ya kumlinda yeye na kwa ajili ya kumlinda mtu ambaye atampatia ajali. Hizi taasisi zote zinafanya kazi kwa pamoja. Katika eneo letu hili akimaliza process za bima, kuna pia tuna process za kibenki ambazo zinapatikana katika eneo letu hili. Kwa miamala yote ambayo inafanyika ndani ya One Stop Center yetu inapitia katika benki yetu ya PBZ. Baada ya kumaliza taratibu za malipo, anaweza kukabidhiwa kikadi chake cha umiliki wa chombo kwa haraka, ila kwa issue za process za namba anaweza akapata kwa siku ya pili yake kwa upande wa ZRA. Lakini kwa upande wetu sisi hapa ZBS tunashukuru kwamba process inapomaliza tu mtu anakuwa awarded certificate yake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chombo chake kina ubora na matumizi ya barabarani. Hivyo basi mafanikio yalikuwepo katika eneo hili letu kwamba kuwawezesha wadau wote kufanya kazi katika sehemu moja ili mdau asipate zile movement za kwenda na kurudi. Hivyo basi imerahisisha katika zoezi hili kuhakikisha vyombo vyote vinapokaguliwa mtu anamaliza taratibu zake katika sehemu moja na kuweza kuendelea na taratibu na kuweza kuendelea na kazi zake nyingine binafsi. Tunashukuru uongozi wa taasisi ya viwango Zanzibar pamoja na kushirikiana na Mheshimiwa Rais wetu kwa kutubariki katika eneo hili na kuzialau taasisi zote ambazo zinashirikiana katika masuala ya ukaguzi wa vyombo vya moto kuwepo katika sehemu moja. Hii ilikuwa ni kero ya muda mrefu, na kero hii takriban imeweza kusolviwa kwa 100%. Tunaomba tuwe tuna udugu na ushirikiano katika kazi zetu ili kuhakikisha taasisi yetu na mataasisi mengine yote yanafanya kazi kwa uweledi ili kuepusha movement za hapa na pale. Pamoja na maneno haya, napenda kushukuru serikali yangu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa hatua kubwa iliyofikia ili kuhakikisha tumefikia malengo yetu. Naitwa Lulu Muhammad Yusuf, ni mkuu wa kituo cha shirika la bima la Zanzibar, tawi la ZBS au Maruhubi. Niko hapa kwa ajili ya kukamilisha ile dhamira kamili ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi ya kuwarahisishia wananchi huduma katika sehemu ya pamoja katika ukaguzi wa magari. Hii ni sehemu ya One Stop Center kwa ajili ya ukaguzi wa magari ambayo huduma hii ipo chini ya ZBS, na kama wadau ambao tunashughulika na masuala ya upasishaji wa magari
tupo hapa kwa ajili ya kuikamilisha ile dhana ya one stop center, kwa maana halisi ya kwamba ikitoka gari katika ukaguzi wa ZBS inakwenda katika taasisi ya ZRA kwa ajili ya kupatiwa huduma ya kupewa kadi pamoja na kupewa leseni ya njia, lakini pia ikitoka hapo gari ili iweze kukamilisha taratibu zote za kutembea barabarani itakuja kwetu kwa ajili ya kupata ile bima ambayo iko kisheria inayomhalalisha yeye mmiliki wa chombo cha moto kuweza kutembea barabarani kwa sheria na halali kabisa. Kwa upande wetu ZIC tuna bima za aina mbili ambazo zinahusisha na biashara, zinahusisha huduma ya magari. Kuna bima ndogo ambayo hiyo ni lazima kwa chombo chochote cha barabarani kwa sababu ipo kwenye sheria. Lazima chombo cha barabarani ambacho kinatakiwa kutembea barabarani kiwe kimekamilisha huduma zote, kimekamilisha taratibu zote, ikiwepo hiyo bima ya lazima. Lakini pia kuna bima ambayo hiyo ni ya hiari kwa mtu mwenyewe ambaye anataka kusikiwa chombo chake, inaitwa comprehensive au bima kubwa kwa lugha ya mtaani. Kwa bima hiyo inamsababisha mmiliki wa chombo kuweza kukipa kinga chombo chake kama kitapata matatizo yoyote, madhara, kuibiwa, kupata ajali, kuvunjiwa, kuungua moto na mengineyo. Lakini pia inamlinda mtumiaji wa barabara ambaye atasababishiwa ajali kupitia chombo hicho ambacho tayari kishapasi au kishapata bima, kuwa compensated na kupata haki zote za msingi kama mwananchi wa nchi hii. Mohamed Khamis Ismail, manager masoko benki ya watu wa Zanzibar Limited. Kama tunavyofahamu, dhamira ya Mheshimiwa Rais wa awamu ya 8 ni kumrahisishia huduma mwananchi, kuondosha kero na manunguniko kwa wananchi, ndipo wakaanzisha hiki kituo cha ZBS kama one stop center, ambapo hapa maalum kwa ajili ya vyombo vya moto baada ya kuviingiza kutoka vinakonunuliwa vinapita taratibu zao za ndani za kuweza kuviruhusu kuingia barabarani. Lakini ili viweze kuingia barabarani kuna ada na tozo za ukaguzi na mambo mengine zinazohitajika kulipwa. Na kwa kawaida hizi taasisi nyingine ambazo zinahusika na zoezi zima hilo, wakiwemo wenyewe ZBS, shirika la bima Zanzibar ZIC, pamoja na wenzetu wa mamlaka ya mapato ZRA, ambao ndio wenye dhamana kubwa ya kuhakikisha chombo kinapata haki za kuwepo barabarani kwa maana ya namba zile za magari na vitu vingine vinavyostahiki ikiwemo kadi ya umiliki. Lakini wao hizo taasisi nyingine wao wanatekeleza hilo zoezi kwa upande wao. Inapofikia wakati wa malipo, sababu tunajua ulimwengu wa sasa serikali yote lazima iweze kudhibiti mapato yake kwa ajili ya kuweza kujiendesha katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Mtunzaji mkubwa wa hizi fedha anakuwa ni benki. Na kwa bahati nzuri Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayo benki yake ambayo ni PBZ, benki ya watu, chaguo la watu kama tulivyozoea. Sisi ndio wakusanyaji wakubwa wa mapato ya serikali. Kwa hivyo kwa kuunga mkono zoezi hili la kumpatia mwananchi haki ya kuwa barabarani kwa urahisi zaidi, ilipoanzishwa hiki kituo ili tulazimu na sisi tuunge mkono kwa kuanzisha kituo chetu hapa, ambacho kitakuwa baada ya mteja kukamilisha taratibu zinazostahiki kwa ZBS, yani ukaguzi, atatakiwa kuchangia gharama kidogo ya ada ya zoezi hilo ambayo inalipwa kwenye akaunti ya ZBS, na ZBS wanatengeneza control number, mteja atakuja hapa PBZ kulipa. Lakini ili mwenye chombo cha moto apate haki za kuwa barabarani atahitajika pia kukata bima. Ima atakata bima ile tuliozoea ndogo, ama atakata ni bima kubwa. Kama tulivyozoea bima ndogo ama bima kubwa, ni third party ama comprehensive insurance cover. Atakwenda kwa wenzetu wa ZIC, hapo watafanya taratibu zinazostahiki, kisha watampatia control number kwa ajili ya kuja kulipia huduma hiyo, akakamilisha zoezi lake. Kwa jina naitwa Haitham Kasim Haji kutoka mamlaka ya mapato ZRA. Mimi ni afisa katika kitengo cha usajili wa vyombo vya moto na leseni. Tupo hapa ZBS kwa kushirikiana
na kuwafanyia wepesi wateja wetu katika usajili wao, kwa sababu usajili wetu sisi unategemeana na ZPS pamoja PBZ pamoja na ZIC. Kwa hiyo kuja kwetu hapa ni kuwarahisishia wao, na pia sasa ni kutanua mamlaka mapato kwa kila sehemu ili wateja wetu waweze kutufikia. Mashirikiano yenu yapoje na ZBS? Mashirikiano yetu yako vizuri sana na ni tegemezi sana, kwa sababu hatuwezi tukasajili chombo cha aina yoyote bila kupitia ZBS. Ni lazima kwanza apitie ZBS, kwa sababu ZBS ndio wanaofanya ukaguzi na wao ndio wanatoa document ambayo ni miongoni mwa document ambazo sisi tunatumia kwa ajili ya usajili wetu. Kazi yenu kubwa hasa ni nini? Kazi yetu kwa hapa Stop Center hii ya ZBS ni usajili wa vyombo vya moto pamoja na uhaulishaji ama kadi zilizopotea na uzaji wa plate number zilizopotea pamoja wanazobadilisha pia na marekebisho kwa wale wanaoenda kupasisha vyombo vyao. Wanaweza kwamba wanapasisha ila plate number na yani kwenye mfumo inaonekana tofauti na plate numbers walizonazo, hivyo pia tunafanyia marekebisho kwa njia tofauti inategemea na inavyoonekana. Na labda unafikiri uwepo wenu hapa ZBS na kuwepo kule katika ofisi yenu kuna urahisi gani kwa wananchi? Urahisi wa kuwepo hapa ni kwamba wanaondosha usumbufu mkubwa sana wa kutoka kule. Baada ya kusajiliwa wanapaswa waje zao ZBS kwa ajili ya kuweza kuingizwa kwenye mfumo, wapate kadi zao pamoja na vibati. Ila sasa kuja kwetu sisi hapa imewafanyia wepesi zaidi, kwamba wakishamaliza process zote huko wanakotoka kupata dokumenti zao, wanakuja hapa tunawasajilia, then wanaingia ZBS tu kwa ajili ya kurushiwa kwenye mfumo ili waweze kupata kadi zao na plate number zao. Hivyo imewafanyia wepesi, badala kuzunguka sana, imekuwa sasa wanafanya sehemu moja kila kitu mwanzo hadi mwisho. Mimi ninawaomba watu wa mawasiliano wajitahidi na wao kuwepo katika eneo hili ili turahisishe upatikanaji wa hizi huduma, sababu mwananchi atakapokuja hapa akakamilisha kwa urahisi huduma, basi hata akitoka nje atatoka na neno zuri kwamba serikali yetu sasa inatoa huduma zinazokidhi mahitaji ya wananchi. Maana atakuta mawasiliano wako hapa, ZBS wenyewe wapo, shirika la bima wapo, ZRA wapo na PBZ tupo. Kwa hivyo huyu kama ni mfanyakazi itakuwa ni vizuri zaidi, maana atakamilisha taratibu zote kwa muda mfupi na kwa haraka na kumfanya arudi katika majukumu yake ya kila siku, tofauti na ilipokuwa zamani. Ushirikiano ni mzuri kwa sababu kitu ambacho wamekiwaza ZBS kwetu sisi kina faida. Ni mwamko tu wa wananchi kuelewa nini ambacho sisi tunataka kukifanya, lakini kina faida kwa sababu mwisho wa siku ili chombo cha moto kiweze kutembea barabarani ni lazima kiwe kina bima yake. Kwa hiyo kama lazima kipate bima chombo cha moto, manake kikamilisha utaratibu wake wa ukaguzi kupitia ZBS lazima kije ofisini kwetu hapa na kikate bima kwa ajili ya kukihalalisha usalama wa chombo chake huko barabarani, yeye pamoja na mtumiaji wa barabara. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba mamlaka mapato ZRA iko kwa ajili yao, hivyo wanapaswa kufuatilia kila kitu kuhusu vyombo vyao vya moto na vitu vingine, kwa sababu zinatokea kesi nyingi sana kupitia hivyo vyombo vya moto katika usajili ama uhaulishaji. Ni kesi tofauti. Ni vizuri wao wenyewe wakiona wanafuatilia kuhusu haya masuala ama kanuni na sheria zinazotakiwa, tofauti na kuwafuata watu wengine kuwapa maelezo tofauti, kwa sababu yanatokea mambo mengi sana, matatizo pia mengi sana, kwa sababu watu wanakuwa hawana uelewa na pia wanakuwa hawazijui taratibu na sheria zilivyo. Hivyo napendelea kwamba vizuri wakatufuata sisi wenyewe tukawapa maelekezo tofauti na kuwafuata watu wengine kuwapa taarifa.